Na hii hapa taarifa ambayo imewekwa katika ukurasa wa Instagram wa Mwananchi Juni 11, 2025. Wabunge wakosolewa kutozingatia maslahi ya wananchi. Habari kamili. Ofisa program uchambuzi wa sera kutoka Police Forum, Samuel Mkwatwa, amewakosoa baadhi ya wabunge kwa kushindwa kutanguliza maslahi ya wananchi waliotumwa bungeni, badala yake kujihusisha zaidi na maslahi ya vyama vyao binafsi. Akizungumza katika mjadala wa Wananchi Space uliofanyika siku ya Alhamisi Juni 10, 2025 kupitia YouTube channel ya Mwananchi ulioandaliwa na Mwananchi Communication Limited, uliokuwa na mada isemayo nini matarajio yako kwenye bajeti kuu ya serikali 2025-2026, amesema Mkwatwa. Mkwatwa amesema bunge linapaswa kuwa jukwaa la wananchi na kila uamuzi, hususan wa kifedha, ambapo unapaswa kuakisi hali halisi na mahitaji ya Watanzania wa kawaida. Na nukuu, wakati wa kupitia bajeti serikali huomba idhini ya kukusanya mapato na kutumia fedha kwa mujibu wa sheria ya fedha Finance Act, lakini kumekuwa na malalamiko kuwa baadhi ya matumizi hayaendani na mahitaji halisi ya wananchi. Bajeti hupitishwa kwa ajili ya kuwanufaisha wananchi, lakini fedha nyingi huonekana kuelekezwa kwenye maeneo yasiyowagusa moja kwa moja walipa kodi, amesema Mkwatwa. Kwa mujibu wa takwimu alizozitaja, serikali inatarajia kukusanya shilingi trilioni 57 hadi trilioni 58 katika mwaka wa fedha wa 2025-2026 kupitia vyanzo mbalimbali vikiwemo kodi na mikopo. Hata hivyo, ameeleza kuwa mzigo mkubwa wa ukusanyaji wa mapato hayo huangukia zaidi kwa wananchi wa kipato cha chini, hali inayozua changamoto kwa ustawi wa kiuchumi. Mkwatwa amesisitiza kuwa bunge wanapaswa kutumia nafasi yao kwa uangalifu mkubwa katika kipindi hiki cha kujadili na kupitisha bajeti, wakihakikisha kuwa fedha zinazokusanywa na kutumiwa zinaelekezwa moja kwa moja katika kuboresha maisha ya Watanzania. Na nukuu, wabunge si wawakilishi wa vyama bungeni, bali ni sauti ya wananchi waliotumwa. Ni wajibu wao kuhakikisha kwamba kila shilingi inayopitishwa kwenye bajeti inaenda kuleta maendeleo kwa wananchi na sio kuwanufaisha wachache, ameongeza. Mjadala huo umetajwa kama sehemu ya juhudi ya kuhamasisha uwajibikaji na ushiriki wa wananchi katika masuala ya bajeti ya taifa, hasa katika kuelekea kupitishwa kwa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Sasa hiyo ndo taarifa ambayo imeandikwa hapo katika ukurasa wa Instagram wa Mwananchi. Comment ni nyingi sana. Mmoja kati ya wadau ameandika hilo ni bunge la serikali ila wananchi lilisha fukuzwa kitambo. Mtu mwingine ameandika bunge lisilo tokana na wananchi aliwezi kamwe kusimamia maslahi ya wananchi, na ndio sababu wananchi wanahitaji mabadiliko kabla ya uchaguzi. Mtu mwingine ameandika kwanza hao wametumwa na nani, maana sio mchaguo yetu, ni mwenda zake huyo katuachia shida tu. Mtu mwingine ameandika bunge halina tofauti na wazee wa minyama, hakuna tofauti. Mtu mwingine ameandika sawa, ukiona kiza kinazidi kutanda ujue kuna karibia kupambazuka. No reforms no election, Mungu yupo pamoja nasi. Mtu mwingine ameandika hakuna wabunge mle wabinafsi, alafu wengi wao hawana shule, kwa hiyo ni kama kikundi fulani tu cha kikoba kinachojadili maslahi yao na namna ya kujitafsilisha wao. Mtu mwingine ameandika wao kazi kuwasema kenge tu. Mtu mwingine ameandika tunasubiri huku majimboni na mabango kibao, hamna mtu atapanda jukwani, hatutaki unafiki. Mtu mwingine ameandika no reforms no election. Ni nyingi sana. Sasa hiyo ndo taarifa ambayo nimeona nikuletea asubuhi hii leo hapa kutoka VOT Media. Wabunge wakosolewa kutozingatia maslahi ya wananchi. Hii ni VOT Media. Nini maoni yako? Tumechangamka.